Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na wenzetu wa TAWA tumeweza kumkamata mtu mmoja anaitwa Riziki Charles Mapira mwenye umri wa miaka 55. Huyu ni mkazi wa Rubere, wilaya ya Kyela, akiwa na nyara za serikali vipande 9 vya meno ya tembo bila kibali. Huyu mtumiwa alikamatwa Aprili 14 mwaka 2025 na askari waliokuwa doria katika kitongoji cha Isaki, kata ya Njisi, tarafa ya Unyakyusa, wilaya ya Kyela, akiwa na vipande hivyo 9 vya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 34.6 akiwa amehifadhi ndani ya mfuko wa sandarusi, na mfuko huo kisha kuficha porini. Lakini wakati huo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na askari hawa wa TAWA katika wilaya ya Mbarali tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Kennedy Yawaga mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni mkazi wa Itamba akiwa na nyara za serikali vipande 3 vya meno ya tembo bila kibali. Mtumiwa alikamatwa Aprili 3 mwaka 2025 katika kijiji cha Madabaga kilichopo katika kata ya Mapogoro, tarafa ya Rujewa, ambayo iko katika wilaya ya Mbarali, mkoa huu wa Mbeya. Na alikamatwa katika operation maalum dhidi ya wahujumu uchumi wa taifa wakiwa na hizo nyara zenye uzito wa kilo 12 na akiwa amefunga kwenye mfuko wa sandurusi na kisha kufukia kwenye ardhi kwenye shamba lake ambalo analimiliki pale nyumbani kwake. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa watuhumiwa wote wawili ni wawindaji haramu na wanajihusisha katika swala zima la kuwinda wanyama kwenye hifadhi za taifa bila kufuata taratibu, na taratibu zinafanyika watafikishwa mahakamani. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hao wote wanaojihusisha na makosa haya ya uhalifu, kwanza unyang'anyi, kosa la kuwinda wanyama kwenye hifadhi bila kibali ni kosa kubwa sana. Kwanza wanalikosesha serikali mapato, lakini pia wanaondoa ile hali ya sisi kuwapata watalii kuja kuangalia hao wanyama kwa kipato kikubwa sana kuliko yeye anayepata kipato hiki kidogo. Lakini jambo lingine ni umiliki wa silaha bila kibali. Tunaendelea kufanya utaratibu wa kusaka wale wote ambao wanamiliki silaha bila kibali, kwa sababu hao wanyama huwezi kuwawinda bila kuwa na silaha. Kwa hiyo hilo nalo tunaomba wananchi watoe taarifa kwa wale ambao wanamiliki silaha.